subhanahu wa ta'ala na kumtakia ziada rehma na amani mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Tupo katika siku ambayo ina historia kubwa katika Uislamu, siku ambayo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala alimpa mtume wake Ibrahim alayhi salam amri kubwa mbili. Amri ya kwanza, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala pale alipomwamrisha Ibrahim alayhi salam autangazie ulimwengu juu ya ibada ya hija, pale aliposema a'udhu billahi minash shaitani rajim wa'adhdhir fi an-nas bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli damirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Mwenyezi Mungu anampa maagizo mtume wake Ibrahim alayhi salam autangazie ulimwengu juu ya faradhi ya ibada hii ya hija, na akimwahidi kwamba yatuka rijalan, baada ya kuwatangazia wapo watakao kuja kutekeleza ibada hii ya hija kwa kutembea kwa miguu, wa ala kulli damirin, na wapo watakao kuja kwa kutumia vyombo mbalimbali vya usafiri. Damir ni sifa ya farasi ambaye ni mwepesi katika kutembea, kukimbia na kushambulia, lakini wanazuoni wanasema maksudio yake kwamba watu watakuja kwa kutumia aina mbalimbali za usafiri kutoka maeneo mbalimbali ya ulimwengu. Sasa hii ilikuwa ni amri ya kwanza kutoka kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, akimwamrisha nabii wake Ibrahim alayhi salam kwamba atutangazie faridha ya ibada ya hija pamoja na utekelezaji wa ibada hii kwa lengo la kumridhisha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Lakini Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akaweka wazi na kubainisha kwamba kupitia ibada hii ya hija ipo fursa kubwa ya watu kupata maslahi yao, liyashhadu manafi'a lahum, pamoja na kutekeleza amri ya Mwenyezi Mungu, lakini pia vile vile wapate maslahi yao. Ndugu zangu katika imani, swali la kujiuliza, maslahi yapi aliyokusudia Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala katika kutekeleza ibada ya hija? Ukiachilia mbali kutekeleza amri, lakini maslahi tunayoyapata ni maslahi yapi? Ndugu zangu katika imani, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwa namna alivyopendelea umma wa Kiislamu akatuwekea utaratibu wa kuwa tunakutana mara 5 kwa siku ili tuyajadili mambo yetu, tutatue changamoto zetu. Hii ni fursa ya kukutana mara 5 kwa siku moja. Watu wa eneo moja wakutane mara 5 kwa siku. Lakini akaenda mbali zaidi, akaweka fursa ya watu kukutana mara 1 kwa wiki, eneo kubwa zaidi. Kama watu wa mtaa mmoja walikuwa wanakutana mara 5 kwa siku, lakini Mwenyezi Mungu akaweka utaratibu watu kitongoji kimoja, kijiji kimoja, mji mmoja kukutana mara 1 kwa wiki, tuyajadili yanayotuhusu. Zaidi ya hapo, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akaweka fursa kubwa kabisa ya kukutanisha Waislamu wa dunia nzima mara 1 kwa mwaka, liyashhadu manafi'a lahum, tukayajadili ya kwetu pamoja na kutekeleza ibada ya hija. Lakini ni fursa kubwa Waislamu kubadilishana uzoefu, kubadilishana fikra. Wenzetu wamefanikiwa vipi katika kusimamisha Uislamu? Ndugu zangu katika imani, yasemekana Afrika ya Kusini idadi ya Waislamu ni 6% ya wananchi wote wa Afrika Kusini, lakini watazame na Uislamu wao, wapo vizuri, tofauti kabisa na sisi ambao tuko wengi
karibu 50% mpaka 60. Mbona mambo yetu hayendi? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatuwekea utaratibu wa Waislamu wa dunia nzima kukutana sehemu moja wakati mmoja, tukajifunze wenzetu walifanya nini mpaka wakafanikiwa. Hii ni fursa ambayo kama tutaitumia vizuri vile alivyokusudia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi leo hii umma wa Kiislamu tutakuwa katika hali tofauti kabisa na tuliokuwa nayo leo hii. Mfano mwingine mzuri wa kupigia, ndugu zetu Waislamu waliopo katika nchi ya Malaysia, nao wako vizuri katika masuala mbalimbali yanayohusiana na Uislamu. Leo hii tunapozungumzia masuala ya halali bureau, limeanzia Malaysia. Waliona nini mpaka wakaja na utaratibu huu? Kwa nini usijifunze kutoka kwao? Mwenyezi Mungu atokea utaratibu na fursa ya kukutana na Waislamu kutoka maeneo mbalimbali ya dunia pamoja na kutekeleza ibada ya hija. Lakini na hili pia vile vile tulizungumze, tujifunze kutoka kwa wenzetu, kama ambavyo na sisi tunalo jambo ambalo Waislamu wa maeneo mengine wanaweza kujifunza kutoka kwetu. Katika jambo ambalo linawashangaza Waislamu wa dunia nzima kupitia nchi yetu ya Tanzania, Waislamu tuliopo nchi hii ya Tanzania, ni lile tukio la mashindano ya Qur'ani ambayo yanajaza uwanja ambao unachukua watu 40,000 mpaka 60,000. Watu wanashangaa, hawa watu wamekusanyika hapa si kwa sababu tu ya ushabiki wa mpira, ni kwa sababu ya kuisikiliza Qur'ani tukufu. Waislamu wa maeneo mengine hawaamini, wanashangaa ni mbinu gani ambayo imetumika mpaka kuwakusanya Waislamu kwa kiwango kile. Maswali ya kujiuliza, ni nani aliyeandaa Al-Hikma Islamic Foundation chini ya shekhi wake Nuruddin Kishki? Anachotutaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni kujifunza kutoka kwa wenzetu ambao wamefanikiwa katika jambo fulani ambalo linahusiana na Uislamu. Kama huyu ndio aliyeandaa mashindano haya na kujaza uwanja namna hii, fursa pekee ilikuwa ni kumwalika katika ibada ya hija, na Waislamu wa maeneo mengine wapate kujifunza kutoka kwake, katumia mbinu gani mpaka akafanikiwa mafanikio makubwa namna hii. Allahu akbar, Allahu akbar. Hiyo ilikuwa ni amri ya kwanza kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, akimwamrisha nabii wake Ibrahim alayhi salam. Lakini amri ya pili ambayo inahusiana na siku hii ya leo ni ile amri ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amempa mtume wake kupitia njia ya ndoto, pale aliposema Ibrahim alayhi salam kumwambia mwanae wa kipekee Ismail alayhi salam, ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuk fandur madha tara, ewe mwanangu, nimeoteshwa mimi, na ndoto za mitume ni wahi na ni amri. Nimeoteshwa ninakuchinja, fandur madha tara, unasemaje? Ndugu zangu katika imani, kupitia amri hizi zote mbili Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hahitaji chochote kutoka kwetu sisi, isipokuwa anachotaka kukiona ni ule utayari wa utiifu katika kutekeleza ibada ya hija. Lakini na hili la pili ambalo amemwamrisha mtume wake Ibrahim alayhi salam na mwanae Ismail alayhi salam, alichokuwa nakitaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni kuona namna gani Ibrahim atatekeleza amri ile, na namna gani mwanae Ismail alayhi salam atakuwa yupo tayari kumuunga mkono baba yake mpaka itekeleze amri ile. Na tusikilize mwanae Ismail alayhi salam alimjibu nini baba yake. Alimwambia, ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insha Allah min as-sabirin. Kwa kuwa Ismail alayhi salam naye ni mtume, kipindi anaambia maneno haya ni mtume mtarajiwa,
majibu yake yalifanana na mtume mtarajiwa. Ewe baba yangu, tekeleza uliloamrishwa. Ifal ma tu'mar. Alijua kabisa kwamba ni amri, ni kijana mdogo, lakini kwa kuwa ni mtume mtarajiwa, majibu yake yalifanana na mtume mtarajiwa. Akasema, ewe baba yangu, tekeleza lile uliloamrishwa, insha Allah nitakuwa mwenye kusubiri katika kuchinjwa. Allahu akbar, Allahu akbar. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, baada ya kuona utayari waliokuwa nao nabii wake Ibrahim alayhi salam, utayari waliokuwa nao nabii mtarajiwa Ismail alayhi salam, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamtolea fidia bidhibhin adhim, kwa kichinjo kilichokuwa bora kabisa, ambayo ndio sunna tunayotakiwa kuitekeleza katika siku hii ya leo. Anasema nini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala juu ya utekelezaji wa sunna hii? Anasema, lan yanala Allah luhumuha wala dimauha walakin yanaluhu taqwa minkum. Mwenyezi Mungu kupitia ibada hii, sisi tukiitekeleza ibada ya kuchinja, hakuna kinachofika kwa Mwenyezi Mungu, si nyama wala si damu. Mwenyezi Mungu anachotaka kuona katika sisi au kutoka kwetu ni ule utayari. Walakin yanaluhu taqwa minkum, ule ucha Mungu wa kuwa tayari kutekeleza aliyotuamrisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ndicho anachokitaka Mwenyezi Mungu kukiona kutoka kwetu sisi. Kwa ndugu zangu katika imani, ni siku tukufu ambayo mahujaji ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewapa taufiki mwaka huu wapo katika viwanja vitukufu wakitekeleza na kukamilisha ibada hii ya hija. Tunawaombea kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aikubali hija yao. Lakini na sisi ambao hatujapata taufiki bado, tunamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atupe taufiki katika kutekeleza ibada hii. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ndugu zangu katika imani, tunatakiwa tuihuishe na kuidumisha sunna hii ya kuchinja, kama alivyosema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, bukurata wa asila. Ndugu zangu katika imani, na kuhusieni tena pamoja na kuhusia nafsi yangu katika swala zima la kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu katika imani, pamoja na umuhimu wa siku hii ya leo katika kutekeleza ibada hii ya swala ya Idi, lakini pia vile vile kutekeleza ibada ya kuchinja, ni siku ya furaha. Lakini furaha hii iishie ndani ya mipaka ya yale ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameyahalalisha. Kwa namna yoyote ile tusije tukavuka mipaka, tukafanya yoyote yale ambayo yanamkasirisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani ya siku hii. Allahu akbar, Allahu akbar. Hayo yalikuwa ni ya siku ya Idi, kukumbushana kuhusiana na siku hii ya Idi, na kubwa zaidi kama alivyoonyesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala makusudio ya kutuweka Waislamu wote pamoja katika siku moja kutoka dunia nzima. Maana yake anataka tuwe kitu kimoja. Ndugu zangu katika imani, zaidi ya kukumbushana na haya yanayohusiana na siku ya Idi, yapo mengine ambayo ni makubwa yanayotuhusu si tu Waislamu bali sisi kama Watanzania. Ndugu zangu wa Tanzania, ndugu zangu wa Tanzania, ndugu zangu wa Tanzania, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Nimekuiteni mara 3, nikakupigieni takbira 3. Maana yake ninachotaka kukisema ninamaanisha. Ndugu zangu wa Tanzania, amani yetu ya Tanzania hakuna mtu mwingine wa kutulindia zaidi ya sisi wenyewe. Utulivu tuliokuwa nao ni sisi ndio tunatakiwa kuendelea kuutunza. Hakuna mwingine zaidi yetu.
baada ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, nimeongea taratibu ili ujumbe huu ufike. Baada ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutuvusha kwa machungu tarehe 29 Oktoba mwaka wa jana, alituvusha kwa machungu. Wengi hawakutaraji wala hawakupenda yao yameishia pale. Sisi ni mashahidi ya yanayozungumzwa sasa hivi. Swali moja tu nikuulizeni, ndugu zangu, si tu Waislamu wa Tanzania, nikuulizeni swali moja. Ni nani amenyimwa uhuru wa kufanya ibada katika nchi hii? Haya ndio yanayozungumzwa sasa hivi, kwamba nchi yetu hakuna uhuru wa watu kufanya ibada, na wanadiriki watu kusimama katika mabunge yao kuzitaka serikali zao ambazo zina nguvu na zinaendeshwa kibabe kutuwekea vikwazo wa Tanzania eti kwa sababu tunanyimwa uhuru wa kufanya ibada. Ni Tanzania ipi hiyo inayozungumziwa? Ni hii tunayoijua sisi? Tunasali uwanjani na mnai kwa amani. Tanzania yetu tunatoka familia moja, nyumba moja, watu wa imani tofauti. Hatujasikia ugomvi. Tunapotofautiana tunavumiliana. Eti leo hii mtu anasimama anatusemea hatuna uhuru wa kufanya ibada. Litakuwa ni jambo la kushangaza na sisi wa Tanzania tukasimama kuwaunga mkono katika kauli yao hiyo. Wapo vibaraka wao watalishikia bango hili. Ndugu zangu wa Tanzania, tusivuruge amani ya nchi yetu kwa mikono yetu. Tusiharibu utulivu wetu kwa mikono yetu. Hawa wanalao jambo cha ajabu na cha kushangaza. Baada tu ya kusema hayo kwamba hakuna uhuru wa ibada, bila ya kusema nani alinyima uhuru huo, wapi, lini, vipi, na anatoa maamuzi na maelekezo eti tuwekewe vikwazo. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ndugu zangu, tuwe imara, tuwe makini. Hawatakaa wakatulia wakatuacha tuneemeke kwa neema hizi alizotupa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, neema za rasilimali. Hiki ndicho kinachotuponza, neema tulizokuwa nazo. Tuamke, tuzinduke, tutoke katika usingizi mzito. Haijalishi ni nani kasema, nani atawaitikia. Amani yetu ni zaidi ya kila kitu, na wakulinda ni mimi na wewe, ni sisi wa Tanzania kwa ujumla wetu, pamoja na tofauti ya imani zetu. Tunaishi muda mrefu, nyumba moja, familia moja, imani tofauti, tukivumiliana wala hatujakwazana. Tuendelee kubaki namna hiyo, na tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aendelee kutudumishia amani ya nchi yetu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kullu amin wa antum bikhair. Eid Mubarak.